Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Bwana, mapya yamejiri huko ndani ya kikosi cha klabu ya Yanga kuhusiana na kocha mkuu Bwana Pedro Gonçalves, ambaye yeye ndiye anaikinoa kikosi iko cha wananchi. Kama ninavyofahamu hapa katikati, timu ya Yanga Sports Club ilikuwa inapitia wakati mgumu juu ya kupata matokeo chanya ambayo yataweka katika mazingira mazuri kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania bara, lakini pia kwenye michuano mingine ambayo klabu ya Yanga wanashiriki. Sasa kufuatia mwenendo ambao unaendelea sasa hivi ndani ya kikosi iko cha klabu ya Yanga chini ya kocha Pedro Gonçalves, uongozi wa klabu ya Yanga umeamua kufikiria uwezekano wa kumtafuta kocha mwingine ambaye atakuja kuchukua mikoba ama nafasi ya kocha huyo mkuu wa timu hiyo ya Yanga Sports Club. Hapa namzungumzia Bwana Pedro, ili nafasi hiyo ichukuliwe na kocha mwingine ambaye atakuja kuonyesha ubora na kukisaidia kikosi cha klabu ya Yanga kufanya vizuri kwenye michuano mbalimbali. Kikosi cha klabu ya Yanga chini ya kocha Pedro inaonekana kuto imarika na kuwa vizuri katika sehemu mbalimbali ambazo klabu ya Yanga wanaonekana kuteseka mno. Wakati timu ya Yanga inapokuwa uwanjani, unaweza ukaona bado haijaeleweka inacheza mfumo gani, lakini pia bado hata ile staili yake ya uchezaji haijajulikana. Kocha Pedro anatumia mfumo gani na staili gani anayotumia kucheza. Sasa kufuatia sakata hili, inaelezwa kwamba huko za chini kabisa tayari uongozi wa klabu ya Yanga umekwisha anza kufuatilia vipengele ambavyo vipo kwenye mkataba wa kocha Pedro Gonçalves ili kuweza kuona uwezekano wa kuvunja naye mkataba na kuja kushusha chuma kingine ambacho kitakuja kufanya makubwa ndani ya kikosi iko cha klabu ya Yanga, ambapo kwenye makocha ambao wanatazamiwa kuja kuchukua nafasi ya kocha huyo Pedro endapo mkataba wake na klabu ya Yanga utakuwa upo terminated. Kuna majina mbalimbali ya makocha ambayo yanatazamiwa kuja kuchukua nafasi ya kocha huyo Pedro Gonçalves ndani ya kikosi iko cha klabu ya Yanga. Sasa miongoni mwa majina ambayo yanatajwa kuja kuchukua nafasi ya kocha huyo Pedro Gonçalves kwenye kikosi iko cha klabu ya Yanga si mwingine bali ni kocha Dimitri Pantev ambaye alikushawahi kupita kwenye kikosi cha klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa taarifa nilokuwa nayo hapa inaeleza ya kwamba uongozi wa juu wa Yanga Sports Club umefanya mawasiliano na aliyekuwa kocha mkuu wa Simba Dimitri Pantev katika hatua inayoeleza kuwa ni sehemu ya mkakati wa kuimarisha benchi la ufundi kuelekea msimu ujao wa mashindano. Kwa mujibu wa taarifa kutoka ndani ya klabu hiyo ya Jangwani, mawasiliano hayo yamefanyika kwa lengo la kupima uwezekano wa ushirikiano baina ya pande hizo mbili sambamba na kutathmini uzoefu wa kocha huyo katika soka la Tanzania na ukanda wa Afrika Mashariki kwa ujumla. Viongozi wa Yanga Sports Club wanatajwa kuvutiwa na uelewa wa Pantev kuhusu mazingira ya ushindani wa ligi kuu Tanzania bara pamoja na pressure ya dabi ya Kariakoo. Dimitri Pantev anafahamika kwa misingi yake ya kinidhamu, mbinu za kisasa za ufundishaji na uwezo wa kujenga kikosi chenye ushindani. Hivyo uzoefu wake wa kuinoa Simba Sports Club unatajwa kuwa miongoni mwa sababu zinazofanya kuonekana kuwa chaguo linaloweza kuleta mabadiliko chanya ndani ya kikosi cha Yanga Sports Club iwapo makubaliano yatafikiwa pande zote mbili. Na mpaka sasa hivi mawasiliano hayo yanakuja huku Yanga wakiwa mbioni kuachana na kocha wao wa sasa Pedro Gonçalves ambaye ameonekana kuonyesha kiwango duni kwenye mechi muhimu ya dabi dhidi ya Simba Sports Club na kusababisha viongozi wa klabu kutilia shaka ufanisi wa timu chini ya uongozi wake wa kikosi iko cha klabu ya Yanga. Kwa mujibu wa ripoti ya hivi karibuni, Yanga tayari wameanza kutafuta mbadala wa kocha wa kwanza ili kuleta tija na ubora zaidi kwenye kikosi chao hasa katika michuano ya ndani na ya kimataifa. Kwa hiyo huko mambo ndani ya kikosi cha klabu ya Yanga yanazidi kupamba moto kweli kweli kufuatia mwenendo mzima wa kikosi iko cha wananchi. Una maoni gani mwana mchezo wangu kuhusiana na hiki ambacho nimekujuza sasa hivi? Njoo tuandike kupitia sehemu hiyo ya comment hapo, bila kusahau kulike, kushare. Jambo la muhimu kuliko yote cha kufanya sasa hivi, hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe.